Okay, kwenye episode hii hapa hivi tutaangalia namna tu ya kufanya editing kwa ajili ya hii final, kwa ajili ya kusmooth hizi edges za huyu mtu kulingana. Sasa hii ni very situational, ni kwamba kuna baadhi ya footage unakuta iko very clean. Kwa mfano hii iko very clean, unakuta haina ule uchafu hivyo wa green screen au ile shuka limejikunja kunja. Kwa hiyo unaweza usione baadhi ya vitu kama vinafanya kazi, lakini ukiwa na footage ambayo haijawa safi sana, ndio unaweza ukaona umuhimu wa baadhi ya mambo. Kwa hiyo cha kwanza hapa hivi ni napanua na select shift, select hii na squeeze mbele kidogo, then unabonyeza alt V kuzoom in mpaka hapa ili tuweze kuona vizuri hizi edges zilivyokaa. Kitu cha kwanza tuna add alpha over. Tuna hii hapa alpha over. Hii alpha over itatusaidia kuseparate huyu mtu na background ilivyokaa. Mfano ukichukua hii alpha over ukaiweka hapa, alafu ukachukua hii ukaweka hapa chini, tayari imeshamseparate huyu mtu na background. Na hapa unaweza change background ukaenda kwenye rangi yoyote, kama ni blue, iwe ni red au green, yoyote ile ambayo utaona ina work. Lakini kwa hapa hivi naona hii nyeupe inatuonyesha zaidi hii edges rangi yake imekaa vipi na jinsi gani ita interact na hiyo background. Okay. Sasa hapa tukisha add hii alpha over, kitu kingine ambacho ni cha muhimu ambacho kama footage yako haijakaa sawa ni ku add color lamp. Sasa color lamp unabonyeza shift A, unakuja hapa kwenye search, unabonyeza enter, una search color lamp. Color lamp hii hapa. Sasa color lamp ukija kuchukua kwenye meter, una add hapa kwenye factor, then unachukua hii image, inakuja kwenye image. Unaweza ukaona hapo jinsi gani ilivyokaa. Sio kwenye image, kwenye factor. Sawa. Unaweza ukaona hapo jinsi ilivyokaa moja kwa moja. Kwa hiyo ukija kama footage yako ilikuwa ni chafu, labda inaonyesha huku kwenye shuka zimejikunja kunja, kuna weusi, ukija uka place hii kidogo hivi, utaona zile nyeusi zinaenda zinaondoka. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Au sasa hivi ukiona ukiplace hivi, unaweza ukaona kuna thickness kwenye hizi edges za huyo mtu, na ukiondoa utaona hizo zinaondoka. Kwa hiyo ukiadd kidogo kwa footage chafu utaona zinasaidia kuzi smooth na kuziondoa hizo edges. Kwa hiyo ni namna utakavyocheza nayo wewe mpaka utakapoona imekuwa na muonekano mzuri. Bonyeza shift, bonyeza V ku zoom back mpaka hapo. Sasa kitu kingine hapa cha kuzingatia, unaweza uka export hivi, lakini pia tunaweza professionally zaidi, unaweza ukachukua hii hapa kwenye image ukachukua uka connect na moja kwa moja kuja kwenye hii alpha over moja kwa moja. Japokuwa ukiconnect hivi kuna rangi ya kijani fulani hivi inarudi, lakini isikutishe yenyewe kwa hapa. Ukishafanya hivyo, kuna namna ya kufanya correction ya rangi zinazotokea hapo. Ukishafanya hivi, tunakuja ku add sasa hue correction, correct rangi. Kwa hiyo ukiadd hue correction kaweka hapa, ndio tunatakiwa sasa tu correct hii kijani iliyoko hapo nyuma. Alt V kuzoom, namna ya kuipunguza. Sasa kama kwa wewe umetumia blue screen, maana yake itaonekana zaidi ni blue, kwa hiyo sio lazima iwe kijani. Kwa hiyo ukija hapa mpaka kijani inapoonekana ilipo. Kwa hiyo hii hapa inabidi uifanye iwe lower, ishuke chini. Utaona kwa hivi inaenda inaondoka, hii influence ya kijani kwenye hizo edges inaenda inaondoka. Kwa hiyo V ku zoom back. Okay.
bia tuweke kabisa ibaki kusio kuna influence yoyote ya kijani. Let's say mpaka hapa. Hii nani tusogeze mbali kidogo. Mpaka hapo kwa mimi naona imeshakaa sawa, lakini kitu cha kunoti, kitu kingine ni wewe unavyoona imekaa kwa uzuri kiasi gani. Unaweza ukacheza nayo unavyotaka, ukajaribu kuondoa hii, ukajaribu kuondoa hii. Sawa, ukajaribu kucheza na color lamp huku juu mpaka utakavyoona edges zako zimekaa kitaalamu zaidi. So kwa kipande hichi hapa hivi kwenye editing ni kucheza na hii color lamp na hii hapa hivi na hizi setting chache tu hapa hivi ambazo nimezipitia. Kwa hiyo kipande hiki tunakuwa tumemaliza. Sasa kipande ambacho kitakachofuata baada ya hiki ni namna ya kuexport. Namna ya kuexport hii ili iwe video ambayo iwe transparent footage. Karibu.